Nchini Tanzania, Wizara ya Ulinzi ina umuhimu mkubwa sana. Jukumu la kwanza ikiwa ni kulinda usalama wa raia, ulinzi wa mipaka na ulinzi wa taifa kwa ujumla wake. Siku za hivi karibuni, kutokea Oktoba 29, taifa hili la Tanzania lililoko Afrika Mashariki lilishiriki uchaguzi mkuu kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo, lakini uchaguzi ambao uligubikwa sintofahamu na maneno ya hapa na pale. Lakini hii leo tunapozungumza, kumeendelea kuwepo mjadala mpana namna ambavyo jeshi la polisi ambalo liko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, namna ambavyo limekuwa likitekeleza majukumu yake, mengine yakisema kwamba uvunjaji wa katiba, lakini vile vile namna ambavyo jeshi hilo limekuwa likitafsiri sheria. Hii leo tunapata fursa ya kuzungumza na waziri mwenye dhamana. Mimi ni Wilberforce Ngoto. Fursa hii tunazungumza na Patrobas Katambi. Nikukaribisha katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, tunashukuru kutenga muda kuzungumza na Deutsche Welle. Asante sana. Kwa kwanza, Mheshimiwa Waziri, tunafahamu sasa hivi Tanzania ipo katika tunasema high season ya kupokea wageni mbalimbali. Kwa maana hiyo idadi ya watalii kwa wakati huu ni kubwa sana, lakini wakati huo serikali ikikabiliwa na mambo ya hapa na pale, ikiwemo uvunjifu wa amani mitandaoni, lakini vile vile masuala ya ugaidi na kadhalika na kadhalika. Sasa serikali inahakikisha vipi usalama wa hao ambao watakuja Tanzania, lakini vile vile mikakati ni ipi hasa kwa uwazi kabisa? Tuna mikakati mingi ya kimataifa, kikanda na hii ya ndani ya kitaifa, ambapo wakati wote lazima tufanye surveillance, lazima tujue hali ya usalama kila baada ya saa moja, kupata zile taarifa. Kuna mengine ni kila baada ya masaa matatu, kila baada ya masaa 6, kila baada ya masaa 12, kila baada ya masaa 24 kwa siku. Lazima kuna mifumo mingi ambayo iko katika kila mahali kuhakikisha kwamba usalama upo. Lakini pia vyombo vimetawanyika, vipo kila mahali. Ni tofauti kidogo, wakati wa korona ilikuwa watu wachache, lakini sasa kila mtu anao wajibu. Kwa hiyo na vyombo vya ulinzi na usalama vimejidhatiti. Kwa hiyo ni mara nadra, yani itokee bahati mbaya sana kwamba kuna kitu kitatokea mpaka kinatokea tu hujapata taarifa. Mheshimiwa Waziri, hapo kama ambavyo umeeleza, vyombo vimejidhatiti na intelijensia iko sawa sawa, na wakati fulani tulisikia kuna viashiria vya uvunjifu wa amani na taarifa ambazo kidogo zikapelekea mkatoka na kuzuia mikusanyiko. Hivi sasa hali ikoje? Tanzania iko salama kwa kiwango gani, Mheshimiwa Patrobas Katambi, Waziri? Kwa sasa tuko salama kabisa. Hata kipindi kile changamoto zinakuwepo, kama kuna viashiria, kuna matendo, kuna maandalizi, kuna uratibu, kuna mipango. Hayo yote ni jinai. Yani unapopanga, unaporatibu, unapojiandaa kufanya jinai au kukutwa na vitu ambavyo vinakusudia kwenda kufanya jinai, wakati mwingine kwa kauli, matendo, matamshi, sheria inasema acts or omission. Inaweza kuwa umetenda au kutokutenda jambo ambako ukapelekea kuvunja. Ulikuwa na wajibu fulani alafu usiutekeleze, ukajikuta umeleta madhara. Hilo ni kosa la jinai kulingana na muktadha wa kosa lenyewe utakavyotafsirika. Lakini vile vile kama una matendo umeshatenda, lakini pia ipo mingine kukusudia kutenda. Yani kwamba ulikusudia kufanya jambo fulani, ulijiandaa na ushahidi ukawepo na vielelezo, aidha umekusudia kwa maneno, kwa vitendo au kwa maandalizi. Yote hayo yanatengeneza kosa. Sasa kumekuwa na mijadala mipana, Mheshimiwa Waziri, kuhusiana na sheria hii ya ugaidi, lakini watu labda kwa namna moja ama nyingine wamekuwa labda wakizungumza ama wakitafsiri ambavyo haitaki kutafsiriwa hivyo. Labda kwa uwazi, sheria ya ugaidi iko vipi, lakini vile vile ambapo inapelekea hapa sasa ni ugaidi kamili huu, kama tunaweza tukaeleza kwa uwazi kwa kutufafanulia hata kwa uchache tu. Muktadha huo, kwa sababu ni jambo lilo mahakamani, sitafafanua sana. Ndio. Lakini niongelee tu kuhusu sheria. Ugaidi nadhani inapotamkwa watu wanachukulia kwa ukubwa sana, lakini ugaidi ni moja ya kosa la jinai ulimwenguni kote na lina vigezo, tunaita ni elements of an offense, vigezo. Na ugaidi una sura nyingi.
Kwa hiki ndicho ambacho Watanzania wajua. Wakati mwingine nimesikiliza mijadala kwenye vyombo vya habari, kwenye magazeti, watu wanachambua. Nadhani jambo la kuwa na maarifa mafupi au ufinyo wa kuelewa jambo. Kwa lugha nyepesi kabisa, Mheshimiwa Waziri, tunasema wazi kwamba Tanzania hakuna ugaidi. Matendo ya kigaidi, na hii ndio ulikuwa unasema Tanzania hakuna ugaidi. Kwa maana ya kwamba hata juzi uliona kama ileta mjadala pale, mbona hivi sasa, mbona hao wamekamatwa? Ni kwamba kuna tendo, act or omission, na kuna actus reus na mens rea. Actus reus ni tendo kufanyika, alafu tunaangalia nia ovu. Actus reus ni tendo kufanyika la kihalifu, la kijinai na nini, alafu lakini kuna mens rea, na unaweza ukajikuta kwamba wedha kuna mens rea ambayo ni nia ovu, overt act imefanyika, alafu kwenye kutimiliza lile jambo likawa halijawa timilifu. Kwa ndio maana hata kwenye mauaji wanasema kuna attempted murder. Haujaua lakini umeattempt, ulijaribia, jaribio la kuua, jaribio la shambulio la mwili na kadhalika. Kuna aspects nyingi kwenye sheria ambazo zinakuwepo. Unadhani Mheshimiwa Waziri, pengine kuna changamoto ya kutafsiri sheria, watu namna wanavyozichukua na namna sheria inavyotakiwa itafsiriwe, watu wanatafsiri ndivyo sivyo? Ni kubwa sana, ni kubwa sana. Kwa mwanafunzi wa sheria inamhitaji mwaka mmoja mzima kusoma tafsiri ya sheria, na mwaka mzima nao ukaa darasani kusoma tafsiri ya sheria, bado akija kwenye practice bado anahitaji pia kusoma, na tafsiri anayokuwa nayo hakuna mwanasheria mmoja anayesema mimi ndio muamuzi wa sheria na natafsiri. Na ndio maana hata mahakamani, mahakama ya daraja la kwanza, let's say primary court, ikifanya maamuzi mwisho lazima iseme whether ni kesi ya jinai au ya madai, haki ya kukata rufaa imeelezwa ndani ya siku 45 au siku kadhaa. Hata mahakama kuu wakifanya maamuzi lazima explain right of appeal to be explained to the accused person or to the whoever, maybe kwa huyo mtu ambaye amekuwa verdict, amepata verdict. Mahakama ya rufani peke yake ndio ya mwisho, lakini mahakama zote hizi zitafanya maamuzi, lakini zitasema bado pia una haki ya kukata rufaa. Kwa nini? Tafsiri yake yeye alivyoona kwa wakati huo hakimu au jaji ndio aliyoyaona, aidha kwa ushahidi ulioletwa, maelezo yaliyotolewa na testimony. Kwa sababu mahakamani haushindi kwa wingi wa mashahidi ulionao au kwa wingi wa vielelezo. Mahakamani unashinda kwa ubora. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mwanasheria. Imekuwa ikielezwa kwamba wakati mwingine jeshi la polisi linatafsiri sheria pengine kwa kujua ama kutokujua, lakini jambo ambalo linapelekea kwamba katiba inavunjwa pasipo kwa kuelewa ama kwa kutokuelewa. Unaweza kuwaambia nini hao wanakuja na mtazamo namna hiyo? Ni kweli? Kama sio kweli, ni kwa nini kumekuwa na dhana hiyo ya kutazama hivyo mambo? Ni mtazamo hasi, na ni mtazamo wakati mwingine labda uko nyuma yake unasukumwa na hisia ambazo ni za kulenga kundi fulani kushinda hoja. Lakini si sahihi. Askari wetu wanasoma kwenye vyuo, na mnafahamu kwamba wanaenda vyuo, wanasoma sheria, wanasoma taratibu. Kwa hiyo hakuna makusudi, hakuna kwamba eti kwamba watakuwa hawajui. Hakuna hiyo kitu. Na akifanya makusudi tutajua, na ndio maana tupo kuchukua hatua. Anachukuliwa hatua kuanzia kwa OCD, RPC, IGP na mpaka ngazi ya taifa huko kwa waziri na mheshimiwa amiri jeshi mkuu. Pale inapotokea kwamba kuna ushahidi wa kwamba kuna kosa, inategemea na uzito wa kosa. Kuna mahakama za ndani za vyombo. Kwa hiyo hakuna hicho kitu. Ni hisia tu na imani potofu na maneno, wakati mwingine maneno ya mkosaji. Mara nyingi sana nimekuja kujifunza kwa muda mfupi niliokaa hapa kwenye ofisi hii, ukiona mtu ana chuki kubwa na jeshi la polisi, mara nyingi unakuta ni mtu ambaye aidha wapo kweli ambao pengine alipata changamoto, lakini alivyoiripoti hatua zilichukuliwa dhidi ya askari. Lakini kwa sehemu kubwa kutengeneza chuki za jumla kwa sababu wanaferi kufikia malengo yao kwa kuvunja sheria. Nikikuuliza hapa Ngoto, we ni raia mwema,
hii wiki nzima wapi askari aisha kukutafuta au kukushika hata shati? Ulishakutana naye wapi? Askari huwezi kukutana naye popote. Yani kama wewe ni mtu raia mwema huwezi kukutana naye popote. Yani utaonana naye tu barabarani, anaendelea na mambo yake, amevaa uniform zake, na uniform ni including silaha, ni sehemu ya uniform ya jeshi la polisi. Lakini mtu anaweza kaona tu askari ana silaha pale, za wanatembea na mabunduki na manini. Hivi ukimwona mkulima ameweka jembe begani ni tatizo? Si ni zana yake ya kazi? Ni kifaa, ni sehemu ya uniform. So long as hajakuhalasi, hajakudistabu, hajafuata yuko, yani usichukizwe na sare zake. Ndivyo alivyo. Ukimwona daktari ameweka ile tunaita nini, manati ile kama kinini, nimesahau jina, babangu daktari, wana vile vidude vya kupima vile, ni sehemu ya uniform. Ukimwona mwandishi wa habari unakasirika kwa sababu amebeba kamera. Mheshimiwa Waziri, hapo wakati fulani kulikuwa na ile polisi jamii, nakumbuka, sina hakika kama bado hivyo, lakini walikuwa wanatengeneza namna ya mahusiano mazuri baina ya jeshi na wananchi. Hivi sasa unatazamaje mahusiano ya jeshi na wananchi? Mazuri sana. Mimi nikitaka kuwauliza kwa mfano, lini yaliharibika? Yani lini yaliharibika mahusiano kati ya wananchi na jeshi? Kwa sababu wanajeshi wote wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama hapa Tanzania nzima, aidha ni kaka zetu, ni watoto wa shangazi, wa mjomba, kama sio wa mjomba ni wa jirani zako. Kwani polisi hao wanatoka dunia ya tatu? Wanajeshi wanatoka dunia ya tatu? Vyote vyombo vya ulinzi na usalama ni wanatokana na sisi, si wanatokana na jamii. Ndio tulikuwa tunasali nao kanisani, au tunaenda nao madrasa, au sio? Au Sunday school, au tumesoma nao shuleni. Ni sehemu ya jamii, na kama ni sehemu ya jamii, tafsiri yake ni kwamba ni ndugu zetu. Hata kama sio ndugu yako, una ndugu yako askari, lakini walau inatosha kuwa ni Mtanzania mwenzio. Lakini ni kama wananchi wanaogopa sana polisi, Mheshimiwa Waziri. Mhalifu peke yake ndio ataogopa. Wakati fulani kulitolewa kwamba unaweza kaomba lifti kwenye gari la askari, lakini siamini kama kuna mwananchi anaweza kuthubutu kusimamisha gari la polisi. Wanatoa lifti zipo, zinatoka na nini. Ni ile tu dhana potofu ambayo imekuwepo kwa muda mrefu sana, kutaka tu kuonyesha kwamba hawa watu ni hivi wakatili labda nini. Hapana. Tunafanyaje sasa, Mheshimiwa Waziri, kutoka kwenye hiyo notion? Ndio kama hivi tunatumia vyombo vya habari kuwaelimisha watu kwamba askari ni ndugu zetu, ni jamaa zetu. Kwa chochote kile tunachojivunia leo, Ngoto, kama una shamba wewe leo, mbabe wako wa mwisho ni polisi, si ndio? Kama ukionewa au kudhulumiwa. Kama una mali yoyote, ukiibiwa hata simu yako, unaenda wapi? Sasa kwa nini kuwe na chuki? Ni yamepandikizwa kisiasa kwa sehemu kubwa sana. Ni mapandikizi ya kisiasa. Na bahati nzuri mimi, unajua, nimekuwa kila maeneo. Kwenye NGOs nimekuepo, kwenye nini nimekuepo. NGOs spirit ni wakati mwingine kutaka kuaminisha watu kwamba always we have a problem. Yani nchi ina tatizo, ina matatizo. Hakuna taasisi yoyote ambayo inaweza ika-operate kama hakuna matatizo. Kwa hiyo palipo na matatizo, ili ueleze, hata kama hayapo unalazimisha yawepo, ili kuwe na survival. Sasa na vile vile kwenye siasa wakati mwingine huwa kuna vitu vinaitwa propaganda. Unafahamu? Kwenye mambo ya vyombo vya usalama kuna kitu kinaitwa military gimmick. Propaganda zinaweza zikapigwa na tukaamini Ngoto ni mhalifu. Yani ikatengenezwa propaganda na ukaamini kabisa Ngoto ni nini? Ni mhalifu, sio mwandishi wa habari. Na inaweza ikapigwa propaganda ukaambiwa kwamba hata hapo unapofanya hiyo kazi sio hiyo kazi unayoifanya. Yani hiyo tu ni wanasema nini kama kini macho. Kuna chama fulani ikitokea kuna jambo mahakamani, kikishinda kesi, so mahakama imetenda haki. Wakishindwa kesi, mahakama tulishasema tunataka katiba mpya. Unaona, mahakama hamna chochote. Ila wakishinda wanashangilia na wanaji. Lakini vivyo hivyo kwenye maeneo hayo vile vile kuna mazingira ambayo unashutumu mtu mwingine wakati huo na wewe unatenda lile lile. Kwa mfano sasa hivi ukiangalia hali ya siasa, ndio maana nasema kwamba wakati mwingine ni propaganda.
Kuna propaganda zinapigwa pale, jeshi linavaa nguo hizi na hivi na hivi, ni kama uhalifu, sio na vitu gani. Lakini ni mahakamani pale. Sasa kwenye mahakama ni wakati gani ambapo inaruhusu mahakama watu wavae sare? Kwa sababu pale ni sehemu ya huduma ya wananchi, raia, wananchi, na pale kila kitu kinapaswa kuwa kwenye usawa.